Habari za hivi punde ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza mpango wa kutoza ushuru wa forodha kwa nchi kadhaa za Ulaya, akisema kuwa hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa dunia na maslahi ya kimkakati ya Marekani, huku akisisitiza nia ya nchi hiyo kununua eneo la Greenland kutoka Denmark. Kupitia ujumbe mrefu aliochapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema kwa miaka mingi Marekani imekuwa ikisaidia Denmark na nchi nyingine za Umoja wa Ulaya kwa kuwatoza ushuru wa forodha, hali aliyoitaja kama aina ya ruzuku ya muda mrefu. Amesema sasa umefika wakati wa Denmark kulipa fadhila kwa kuwa amani ya dunia iko hatarini. Trump amedai kuwa mataifa yenye nguvu kama China na Urusi yana nia ya kudhibiti Greenland, akisema Denmark haina uwezo wa kutosha kuilinda eneo hilo. Kwa mujibu wa Trump, ni Marekani pekee inayoweza kuhakikisha usalama wa Greenland na kuzuia tishio hilo, akisisitiza kuwa swala hilo linahusiana moja kwa moja na usalama wa taifa wa Marekani na dunia kwa ujumla. Katika ujumbe huo, Trump ametaja nchi kadhaa za Ulaya ikiwemo Denmark, Norway, Sweden, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Uholanzi na Finland, akidai kuwa uwepo wao au safari zao kwenda Greenland zimeongeza hatari ya kiusalama duniani. Amesema hali hiyo ni ya kutisha na inahatarisha usalama na uhai wa sayari. Kutokana na hilo, Trump ametangaza kuwa kuanzia Februari 1, 2026, nchi zote alizozitaja zitatozwa ushuru wa 10% kwa bidhaa zote zitakazoingizwa Marekani. Ameongeza kuwa ushuru huo utaongezeka hadi 25% kuanzia Juni 1, 2026 endapo hakutafanikiwa makubaliano ya kununua Greenland. Trump amesema ushuru huo utaendelea kutozwa hadi pale Marekani itakapofikia makubaliano ya ununuzi kamili wa Greenland, akidai kuwa Marekani imekuwa ikijaribu kufanya hivyo kwa zaidi ya miaka 150 bila mafanikio kutokana na upinzani wa Denmark. Aidha, Trump amehusisha mpango huo na maendeleo ya mifumo ya kisasa ya ulinzi ikiwemo mfumo unaoitwa Golden Dome, akisema Greenland ni eneo muhimu kijiografia ili mifumo hiyo ifanye kazi kwa ufanisi wa hali ya juu zaidi. Ameongeza kuwa Marekani iko tayari mara moja kuanza mazungumzo na Denmark na mataifa mengine yanayohusika. Kauli hiyo imezua mjadala mpana kimataifa, huku wachambuzi wa siasa za kimataifa wakionya kuwa mpango huo unaweza kuongeza mvutano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya Marekani na washirika wake wa Ulaya. Ni kama vile Trump sasa yuko very serious na mpango wa kuitaka Greenland kwa kupitisha moja kwa moja ushuru katika mataifa ya Ulaya ambayo yamekuwa yakimpinga Donald Trump au yakiipinga Marekani moja kwa moja dhidi ya mpango wake wa kuitaka Greenland. Na hapa Trump ameelezea wazi kwamba mataifa yote ambayo yamepeleka vikosi katika ardhi ya Greenland wakidai kwamba wanakwenda kuilinda ardhi hiyo, Trump amesema kwamba wamepeleka machafuko makubwa katika sayari ya dunia, yani kuna kwamba wao wameenda kuchokoza moto baada ya kuweza kupeleka majeshi yao katika kisiwa cha Greenland. Trump amechukizwa na hilo na hatimaye ameweza kuidhinisha ushuru wa 10% kwa bidhaa zote za nchi hizo ambazo amezitaja kwenye ujumbe wake wa Truth Social, akieleza kwamba ushuru wa 10% utatozwa kwa bidhaa zote ambazo zitaingia Marekani kwa nchi hizo, na amesema kwamba ushuru huo utakuwa unaongezeka hadi kufikia katikati ya mwaka utafika hadi 25%. Sasa hivi ni vikwazo ambavyo Trump ameviidhinisha, na hiki ni moja kati ya kikwazo kikubwa ambacho kitagharimu sana uchumi wa mataifa ya Ulaya. Sasa ikiwa vuguvugu hili limekusha anza, mtazamaji wa Zone Media, endelea kusalia na Zone Media ili uweze kufahamu nini ambacho kitajiri dhidi ya Donald Trump kueleza wazi kwamba ameidhinisha ushuru wa 10% kwa mataifa yote ambayo yamekuwa yakiipinga Marekani au akimpinga Donald Trump kwenye mpango wake wa kununua Greenland. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.